TV katika kuhabarisha habari mbalimbali za kijamii, za kimichezo, lakini za kiburudani. Na siku hii leo kwenye kipindi cha Live Theater tutakwenda kuzungumza masuala mazuri ambayo yatakusaidia wewe ambaye unatumia barabara kila siku itwapo leo. Sasa mada ya siku hii leo tutakwenda kuzungumza namna ya kuwasaidia na kutoa huduma ya kwanza kwa majeruhi wa ajali za barabarani. Nipo na askari upande huu, lakini pia nipo na dokta atakwenda kuzungumza kwa undani zaidi ili uweze kuelewa. Na kama una swali lolote, uwanja wa comment ni wako. Uliza swali lolote, changia mada ya siku hii leo ili uzidi kupata kuelewa zaidi kile ambacho kinakutatiza pale ambapo ajali inatokea barabarani. Unatamani kutoa huduma lakini kuna vitu ambavyo vifahamu. Lakini siku ya leo utakwenda kufahamu ili uweze kusaidia maisha ya watu wengine pale ambapo ajali inatokea barabarani. Karibuni sana. Asante. Ningependa tuanze upande wa kwako, ujitambulishe, watazamaji wa Gift Online TV wapenda kufahamu wewe ni nani, lakini pia unajihusisha kwa ajili ya kitu gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Ndio. Mimi kwa majina naitwa Sergeant Yohana Mboa. Karibu. Natokea dawati la elimu mkoa wa Kilimanjaro. Ndio. Dawati letu la elimu linalo jukumu kubwa au majukumu makubwa kuhudumia jamii, kuhakikisha kwamba inakuwa na uelewa sawa na matumizi sahihi ya usalama barabarani. Ndio. Asante. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Ndio. Majina yangu ni Dr. Leonard Mroso, daktari bingwa wa magonjwa ya dharura na ajali kutoka Hospitali ya Rufaa mkoa wa Mawenzi. Karibu sana. Asante sana. Napenda turudi kwako tuweze kuelezea kidogo kuhusiana na siku hii ya leo, hii mada ya siku hii ya leo kwa upande wa usalama barabarani. Unachukuliaje swala hili? Asante sana. Mada yetu ni namna gani tunaweza kuwasaidia wale wahanga wa ajali za barabarani. Ndio. Pindi ajali inapotokea. Ndio. Huduma gani inastahili kwa mgonjwa au mhanga wa ajali zinazojitokeza barabarani? Ni namna gani tunaweza tukamsaidia pindi anapopata changamoto ya ajali? Sasa kuna changamoto za aina nyingi. Unaweza kukuta mtu mwingine ameanguka na pikipiki mwenyewe, hawezi kuinuka tena pale, au amegongwa na gari imekimbia, au amegongana na pikipiki kwa pikipiki nyingine imekimbia. Sasa unakuta wewe mpita njia ama umepita na chombo chako umekuta yule mhanga yuko pale chini. Ni namna gani unaweza kumsaidia? Ndio tunasema kwamba tunatakiwa kuwa na first aid kit kwenye vyombo vyetu vya moto. Hivi viboksi vinakuwa na vitu baadhi ambavyo vinakuwepo pale, kwa maana ya kunakuwa na clips, kunakuwa na bandage, kunakuwa na gloves. Vingine niko na mtaalamu hapa, daktari bingwa wa magonjwa ya dharura ya hospitali yetu ya mkoa wa Kilimanjaro ya Rufaa kwa maana ya Mawenzi. Yupo ataelezea kwa kina zaidi. Lakini kwa haraka tuamini au tujue vyanzo hivi vya ajali za barabarani vinatokana na nini? Vina moja kabisa vinatokana na ajali zinazosababishwa na binadamu wenyewe kwa 90%. Asilimia hizi 5 iliyobakia ni chombo chenyewe, tunaweza tukasema. Chombo chenyewe kinaweza kikaleta hitilafu ikapelekea kutokea kwa ajali. Asilimia nyingine 5 ni hali ya hewa. Hali ya hewa nayo inaweza ikapelekea ajali hizi za barabarani kujitokeza, kwa maana ya mvua, labda miundombinu ya barabara ambayo imechanganyika na hali ya hewa. Ndio vinaweza ikapelekea hizi ajali za barabarani kujitokeza. Lakini kwa asilimia kubwa ndio tunasema sasa huyu binadamu anaweza akaendesha chombo chake vibaya barabarani, kwa maana ya kuovertake. Anaweza akawa ameendesha akiwa mlevi. Anaweza akaendesha chombo chake mwendo kasi. Na matumizi mengineyo, kwa maana anaweza akawa anatumia simu barabarani, akashindwa kumudu ile gari lake akapelekea kugonga gari nyingine ama kuhama barabara. Kwa hiyo hivi baadhi ni vyanzo vya ajali za barabarani ambavyo sasa ndio vinapelekea sasa tunaanza kumuona huyu majeruhi amejitokeza barabarani, huyu tumemkuta ameumia hivi, huyu amevunjika hivi, huyu mwingine amekufa pale pale. Kwa hiyo sasa ni hatua zipi wewe kama mpita njia au unapita umewakuta sasa hawa majeruhi, ama upo nao kwenye chombo kimoja, ama sasa ulikuwa naye kwenye chombo hicho kimoja, mwingine amepata madhara, wewe hujapata madhara, ni namna gani unaweza kumsaidia
mwenzie. Kwa hiyo niko na dokta ataelezea kwa kina. Na mimi nitamalizia. Sawa. Mtazamaji wa Gift Online TV, udhamini mkubwa ni maji ya uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma ya Mlima Moria Ministry iliyoko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili Sita. Maji haya huwezi pata sehemu nyingine isipokuwa tu ndani ya huduma. Huduma hii ipo Moshi Kilimanjaro. Kama unatokea Moshi mjini ama Himo Marangu, utapanda haisi za kwenda Maili Sita, utashukia kituo cha mashine, utakutana bango kubwa la ratiba za ibada. Siku za ibada mahali hapa ni Jumatano, Ijumaa pamoja na siku ya Jumapili. Siku ya Jumatano na Ijumaa tunaingia saa 8 mpaka saa 11, lakini siku ya Jumapili saa 6:30 mpaka saa 10:30. Nyote mnakaribishwa. Bado tunaendelea kuzungumza mada kuhusiana na unamsaidiaje mtu aliyepata ajali barabarani. Tupo na dokta hapa, tunakwenda kuzungumza kwa upande wa kwake, atueleze kwa kina zaidi. Karibu sana. Asante mtangazaji. Sawa. Kwanza tupende kufahamu huduma ya kwanza ni nini? Huduma ya kwanza ni ile huduma ya awali anayopatiwa mhanga au majeruhi kabla ya kufikishwa hospitali. Na huduma ya kwanza inakuwa na malengo makubwa matatu. Ndio. Jambo la kwanza ni kuokoa uhai wa yule mhanga. Ndio. Na jambo la pili ni kupunguza madhara ya lile tatizo lililotokea. Kama ni ajali, tunajua inaweza kapelekea kuvuja damu sana, inaweza kapelekea kuvunjika zaidi au kuumia zaidi. So kupunguza yale madhara ambayo yanatokana na lile jambo lililotokea. Na jambo la tatu ni kupunguzia maumivu. Kiweza kufikia hivi, hiyo tunaita sasa ni huduma ya kwanza. Kuna hatua tatu. Ndio. Sawa. Kutokana na hizo hatua zote tatu, na unapaswa kufanya nini pale ambapo umekutana na mtu amepata ajali, anatokwa na damu nyingi sana, unamsaidiaje huyo mtu? Mtu anapopata ajali mbele yako. Ndio. Jambo la kwanza na la muhimu sana. Ndio. Usipaniki. Wewe unataka kumsaidia. Mara unapo panic ni rahisi sana kupoteza hizi kanuni ambazo tutazizungumza. Lazima uende pale ukiwa na akili yako timamu, unajua na hatua ya kwanza mpaka ya mwisho ya kumsaidia. Kwa hiyo kabla ya kumsogelea yule ambaye au kusogelea eneo ambalo kuna ajali imetokea, jambo la kwanza ni kuwa salama. Usalama wako. Usalama wa mazingira unataka kwenda kutoa huduma. Ndio. Na usalama wa yule unataka kumhudumia. Usalama wako kwa maana kwamba inawezekana ukaenda kutoa huduma ya kwanza kwa mhanga wa majeruhi, kwa mfano tunachozungumzia leo. Yule mtu anatoka damu. Yule mtu anatapika. Sasa unapoenda kumhudumia, kama hujajikinga ili usipate maradhi kutoka kwake, hatujui nani anatembea na maradhi yapi. Yako maradhi mbalimbali. Yako ya virusi, yako ya bakteria, yako ya fungus. Virusi kwa mfano ugonjwa hatari wa homa ya ini. Virusi vya ukimwi. Magonjwa kama kaswende. Ndio. Magonjwa kama Ebola, Mpox na mengineyo. Ni magonjwa ambayo yanaambukizwa kupitia majimaji yanayotoka kwa mgonjwa kwenda kwa mtu ambaye sio mgonjwa. Kwa hiyo unapotaka kumhudumia mhanga wote wa ajali, lazima ujihakikishie uko salama. Na vitu vya kufanya rahisi ni wewe kuvaa gloves mikononi mwako. Unavaa gloves ili utakapomshika basi ile damu ya kwake isigusane na wewe. Viko vifaa vingine ambavyo unaweza ukavitumia, lakini kirahisi kabisa cha kwanza ni gloves. Unajihakikishia usalama wa kwako. Jambo la pili, hakikisha yale mazingira unaenda kutoa huduma ile msaada ni salama kwako. Yawezekana ni gari zimegongana, injini ya gari haijazimwa. Gari linaweza likashika moto, wakati unamhudumia yeye akaungua na wewe ukaungua pia. Tukawa tumepoteza watu wawili kwa wakati mmoja. Lakini yawezekana ni katikati ya barabara. Ni gari limepinduka pale, au ni mtu amedondoka na pikipiki, au ni mtu amegongwa, lakini amegongewa katikati ya barabara. Unapomsogelea na kuanza kumpa huduma pale katikati ya barabara, yawezekana kuna gari nyingine au chombo chote cha moto kinatokea upande mwingine. Akafika pale akashindwa kuzuia gari, akaishia kukugonga wewe unayetoa huduma pamoja na yule unayemhudumia. Tukawa tumepoteza watu wawili kwa wakati mmoja. Lakini pia yule ambaye anapatiwa msaada, wakati mwingine anaweza asiwe salama. Kwa mfano, ni mtu alikuwa anapigana
akapigwa na kitu, labda ni jiwe au alikuwa anarushiana risasi labda na askari, akalengwa mguuni, huo kuona damu zinatoka, ngoja ni muahi asije akafariki pale. Ndio. Yawezekana akakupiga wewe na ile silaha aliyokuwa nayo, labda ni kisu anacho, ni panga analo. Yawezekana ni mtu ambaye akili zake sio salama, anafanya fujo kule wakati wa kukimbia, labda ni watu wanamkimbiza, anavuka akakutana na chombo cha moto kikamgonga. Wakati ule anafikiri wewe unaenda kumhudumia ni adui yake, anaweza akaokota jiwe au mtu akakupiga nalo. Kwa hiyo usalama tunazingatia vitu vitatu. Usalama wa kwako wewe mtoa huduma, usalama wa mazingira unaenda kutolea huduma, kama ni mazingira ambayo ni hatarishi ya moto au ya vitu vyenye ncha kali, mazingira ni maji, ni barabarani, basi msogeze yule mhanga pembeni mahali ambapo unaweza kumhudumia kwa usalama. Lakini muangalie kwanza yule mhanga ni mtu salama kwenda kumhudumia kwa wakati huu, au kuna kitu inabidi nifanye kwanza kabla ya kumhudumia. Hiyo ni hatua ya kwanza, usalama. Ndio. Ukishajihakikishia kwamba vitu vyote vitatu ni salama, msogelee mhanga. Ni muhimu na ni vizuri sana kujitambulisha. Mimi nataka kukusaidia. Ndio. Mimi ni daktari au mimi ni muuguzi au mimi ni mtoa huduma ya kwanza, nataka nikusaidie. Ili yule mtu ajue ni mtu salama na ajue unataka kumfanyia kitu gani, aweze kukupa ushirikiano. Kwa hiyo unapomsogelea baada ya kujitambulisha kwake namna hiyo, na wakati mwingine yawezekana watu wamezunguka pale ni wengi, ni vizuri pia ukazungumza kwa sauti, watu wakajua unachotaka kwenda kufanya kwake. Mimi ni mtoa huduma ya kwanza, nataka kumsaidia huyu. Ndio. Wanaelewa na wanaweza kukupa ushirikiano. Fanya kwa upesi, ndani ya dakika 3 mpaka 5. Fanya uchunguzi wa upesi. Tunaita ni quick primary survey. Primary kwa sababu ni jambo la kwanza. Survey, uchunguzi wa muda mfupi ndani ya dakika, na kufanya hivi vitu vichache ambavyo tunavizungumza. Jambo la kwanza, angalia na hakikisha njia ya hewa ya huyu mtu iko wazi. Mdomoni, puani kuko wazi. Yawezekana amegongwa au amegongana, lakini akawa amelala kifudifudi kwa mfano. Uso wake umelala chini. Ndio. Pua na mdomo vyote vimezibwa kwa sababu ya ule uzito wake wa kichwa pale chini. Lakini yawezekana pia akawa ameanguka kwenye maji au kwenye tope. Tope linaingia puani na mdomoni. Ndio. Yawezekana akawa damu zinavuja nyingi na zimejaa pale mdomoni, ana puani, hawezi kuhema. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha njia yake ya hewa iko wazi. Kama unaona kuna kitu chote ambacho kinazuia, basi unaweza kukitoa kwa upesi ili njia ile iwe wazi, aweze kuendelea kupumua. Na jambo la pili, chunguza na hakikisha mtu huyu anapumua, anahema. Angalia kifua chake kinapanda na kushuka ili kujihakikishia huyu mtu anapumua. Kwa sababu kama hapumui, hawezi kubadilishana carbon dioxide na oxygen kuingia mwilini mwake. Na tunashauri kama hapumui, msaidie kupumua. Zamani ilikuwa inashauriwa mpulize mdomoni, na kuna namna ulikuwa unaambiwa kaa namna hii, kisha kutanisha midomo yenu mpulize. Lakini siku hizi kwa sababu ya uwepo wa magonjwa mbalimbali, tunashauri hicho kitu kisifanyike. Labda kama ni mpendwa wake kama mume au mke wake, huyu anaweza kumpulizia hewa. Lakini kama ni mpita njia, ni ndugu, ni rafiki tu mnafahamiana, hujui hali yake ya magonjwa, sio jambo jema. Ukikutanisha mdomo wake na wakwako, usalama, jambo la kwanza tunasema la usalama, utakuwa hujazingatia. Kwa hiyo unaweza ukaita labda kituo cha afya kilicho karibu, wakaja pale na vifaa kwa ajili ya kumsaidia. Jambo la tatu ni mzunguko wa damu, circulation. Niliposema jambo la kwanza hivi vitu vimepangwa katika ABCDE kwa ajili ya kurahisisha kukumbuka. A ambayo ni njia ya hewa, airway. B ni breathing, upumuaji. C ni circulation ambayo ni mzunguko wa damu. Tunaangalia huyu mtu ana mahali ambapo damu inatoka. Kama kuna mahali damu inatoka, tunamsaidia kufanya ile damu isiendelee kumwagika. Mojawapo ya sababu kubwa za vifo kwa majeruhi wa ajali ni kuvuja damu nyingi. Iwe inavujia ndani au inavujia nje. Utaona karibu 50% ni sababu ni hiyo. Sasa kama inavujia kwa nje, kuna njia za kumsaidia kuhakikisha ile damu haivuji.
unaweza kuchukua kitambaa safi. Yawezekana ikawa ni kitambaa chake, hata kama ni nguo yake umeichana. Yawezekana ni mtu anapita na mtandio wake ukauchana, au ukausokotea kama ni mdogo, ukausokotea kama ulivyo, ni handkerchief, kitu chochote. Zungushia kwenye lile jeraha lake. Lakini kama ni mtu anayejitambua na jeraha sio kubwa lakini damu inatoka nyingi, unaweza kumwambia akashikilia kwenye lile jeraha lake. Akiweka pressure katika ile jeraha lake, atafanya ile damu isiendelee kuvuja kwa wingi. Lakini kama hajitambui, wewe mwenyewe unaweza kumsaidia. Wakati upo salama, umevaa gloves zako, unamsaidia kushikilia ile jeraha. Unaanza na lile linalotoa damu nyingi zaidi. Unazuia pale damu isiendelee kutoka. Kisha sasa unaweza kumwambia mtu aliyeko karibu pale, au mwenyewe kama unaweza kuchana kipande cha nguo ukasaidia kufunga ile eneo ambalo damu inatoka, kuhakikisha damu haitoki ili asiende kwenye shock, baadaye akafariki. Jambo la 4 tunasema ni D, ambao ni disability. Katika upande wa afya tuna vitu vingi vya kuangalia, lakini katika level ya jamii, huyu mtu anaweza akawa nakwambia nasikia ganzi miguuni, nasikia kuchomachoma miguuni au mikononi. Tafiti zinaonyesha kwamba katika ajali za barabarani na za kudondoka juu, maana hii katika ajali tuseme, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuumiza uti wa mgongo. Na mara unapoumiza uti wa mgongo, unaweza kupoteza mawasiliano kati ya kichwani na huku chini, ukawa kufanyi kazi kabisa. Na sehemu ambayo inaonekana iko na mjongeo mwingi sana ni eneo la shingoni kuliko sehemu nyingine yote ya uti wa mgongo. So unapogongwa kwa kusukumwa mbele, kuna ile unakuwa kama unayumba. Ile inaweza kuvunja zile pingili za uti wa mgongo, kile kimfupa kikaenda kikaumiza uti wa mgongo, ambao ni mawasiliano kutoka kwenye ubongo kuja sehemu nyingine ya mwili. Na mara unapoumiza pale, unaweza kupoteza uwezo kabisa wa huku chini. Na level ya uti wa mgongo kuanzia eneo la kiunoni, tumboni, kifuani, shingoni, hii maeneo tumesema ndio mawasiliano. Inapotoka kwenye ubongo, nerve zile zinashuka kupitia uti wa mgongo, zinatoka kupitia vile vipingili vya uti wa mgongo, zinakuja kusupply, kufanya kazi, kuendesha sehemu mbalimbali za mwili. Sasa jinsi unavyoumia juu ndivyo hali inavyokuwa mbaya. Kwa mfano, ukiumia shingoni, unapoteza mawasiliano huko chini kabisa. Ukiumia eneo la kifuani, utapoteza mawasiliano kwa chini kidogo. Lakini tunaona sasa ukiumia shingoni, unaweza kufanya hata uwezo wa kupumua upotee, kwa sababu una paralyze sehemu zote kuanzia kifuani. Kwa hiyo wagonjwa wote wa ajali, chukulia kwamba ameumiza uti wa mgongo. Ni ajali zipi? Mwenda kwa miguu ambaye amegongwa na chombo cha moto ambacho kinatembea kwa mwendo kasi wa kilomita 30 kwa saa. Ni mwendo wa kawaida kabisa. Kikimgonga, iwe ni pikipiki imemgonga, iwe ni baiskeli imemgonga, iwe ni gari imemgonga, huyu mtu chukulia kwamba ameumia uti wa mgongo. Tutasema namna ya kumfanyia mtu ambaye ameumia uti wa mgongo. Lakini mtu ambaye amedondoka umbali wa mita 3, mtu mzima umbali wa mita 3 dondoka chini, chukulia kwamba ameumia uti wa mgongo. Mtoto ambaye amedondoka umbali wa mara 2 ya urefu wake, chukulia kwamba ameumia uti wa mgongo. Lakini na hao wengine ambao ataumia alafu akwambia labda nasikia shingo inauma, au nasikia ganzi, nasikia kuchoma miguuni au mikononi, chukulia ameumia uti wa mgongo. Kwa hiyo wagonjwa wote wa ajali, we waza tu ameumia uti wa mgongo. Sasa mtu huyu tunamsaidia namna gani? Kwa sababu tumesema kuumia uti wa mgongo ni unavunja vile vipingili vya uti wa mgongo, kisha vipande vya mifupa kutoka vile vipingili ndio vinavyoenda kuumiza ule uti wa mgongo. Sasa inatokea wakati gani? Anapokuwa amevunja vile vipingili, alafu tukawa tunamweka kwenye mjongeo, tunamkunja, tunamketisha, tunamgeuza huku, ile geuza ile inaweza kupelekea kuumiza uti wa mgongo. Kwa hiyo watu hawa waliopata ajali tunataka tumhudumie akiwa amenyooka. Amekaa katika eneo ambalo limenyooka. Kama ni chini, basi pawe pamenyooka. Kama analazwa kwenye gari, basi iwe ni kwenye bodi kule ambako kumenyooka. Na mahospitalini kuna vile machela zile za kuwabebea, zile zinakuwa zimenyooka. Akilazwa pale kuna namna ya kumfunga, anakuwa amelala amenyooka, hajigusigusi. Na unajaribu kumsisitizia asijigeuze. Na ni namna gani sasa tunamuinua mtu wa namna hii kutoka pale ambapo ameumia? Huyu majeruhi ni vizuri akasaidiwa na watu angalau 4.
Okay. Mtu wa kwanza anayefika kwake, huyu anamsapoti eneo la kichwani, ambapo atapitisha mkono wake. Yule majeruhi anakaa upande wa kichwani mwa mhanga, mkono wake wa kulia anaupitisha shingoni upande huu, unakuwa hichi kiwiko kinakuwa basi kinasapoti shingo pamoja na kichwa. Na huu mkono mwingine anapitisha upande mwingine, anashika hapa begani. Hichi kiwiko kinasapoti shingo pamoja na kichwa. Okay. Kwa hiyo anakuwa amemshikilia kiasi kwamba anasapoti shingo na kichwa vikae kwenye laini moja na kiwiliwili chake. Okay. Hiyo ndio kazi yake. Okay. Mtu wa pili atakaa eneo la kifuani kwenda tumboni. Ndio. Eneo la kifuani mpaka kiunoni mahali pazito. Hapa panahitaji watu wawili. Kwa hiyo mtu wa kwanza atakaa eneo la kifuani kwenda tumboni. Atapitisha mikono yake chini kusapoti uti wa mgongo usichezecheze, usijikunje. Mtu wa tatu yeye atakaa eneo la tumboni na kiunoni. Okay. Atasapoti pale pia pasijikunje kunje. Kisha mtu wa nne yeye atasapoti miguu kuanzia kwenye magoti huku. Okay. Na mtu huyu atabebwa, anayeanzisha kumbeba na kumshusha ni yule aliyekaa kichwani. Okay. Kwa nini? Kwa sababu eneo la shingoni ni eneo ambalo lina mjongeo sana. Ndio. Yeye ndo ana control eneo ambalo ni delicate kulinganisha na watu wengine, eneo ambalo ni hatari kulinganisha na watu wengine. Okay. Kwa yeye ndo anaweza akaambia wenzake, tunahesabu mpaka 3 kisha tunainua. Sawa, na wanatakiwa wajibu sawa. Okay. 1, 2, 3, wanamuinua kama gogo. Okay. Mijongeo yote tunapomhamisha mtu huyu lazima tumpeleke kama gogo. Tunasema ni log roll. Lazima umpeleke kama gogo. Okay. Akiwa mzima mzima. Kwa hiyo kama ni kumhamisha, sasa wanamhamisha kumpeleka mahali ambapo ni salama kumhudumia. Ndio. Au wanambeba kama gogo kumpeleka kwenye chombo cha usafiri ambacho either ni machela au ni kwenye gari, lakini kwenye bodi ambako kumenyoka, wanamlaza pale. Okay. Kisha ndio unaweza kumpeleka kupata huduma. Lakini jambo lingine ambalo ni la 5 ni Okay. E. Tumesema ni ABCDE. Yeah. Exposure. Katika upande wa afya kuna vitu vingi zaidi vya kuangalia, lakini katika level ya jamii tunaangalia huyu mtu, je, ana mguu au mkono ambao umevunjika? Okay. Kama kuna mkono au mguu umevunjika katika jamii, maeneo ya shuleni tunaweza kutumia rula. Mwalimu anaweza kuchukua rula moja akaweka upande huu, rula nyingine akaweka upande huu, kisha akachukua kitambaa au mtandio au tai akaizungushia kwenye ule mkono. Okay. Akafanya ukakaa usichezecheze. Itampunguzia yule mtu maumivu, lakini pia itampunguzia majeraha zaidi. Okay. Kwa nini tunasema majeraha zaidi? Kipande cha mfupa kinapovunjika, mfupa unapovunjika, unavunjika unaacha vipande vikali ambako umevunjika. Okay. Kile kinaweza ikawa umevunjika lakini haujatoboa kutoka nje. Lakini kwa sababu ni kikali, wakati wa kumgeuza au kumuinua, inawezekana kile kipande kikatoboa nyama, kikatokea nje kwenye ngozi. Okay. Alafu sasa matibabu yatabadilika. Okay. Kutoka yule wakifika hospitalini afungwe tu POP, sasa anakuwa inabidi afanyiwe upasuaji. Okay. Tayari gharama zimeongezeka, muda wa kukaa hospitalini umeongezeka, mambo mengi yameongezeka pale. Yeah. Kwa hiyo iwapo amevunjika, kama ni mtaani, shuleni tunasema unaweza ukatumia rula, lakini pia unaweza ukatumia vipande vya mti. Okay. Unaweza kuvunja hata kwenye mti tu ambao kipande chembamba chepesi kilichonyoka, ukawa na vipande viwili, kimoja ukaweka upande huu, kimoja ukaweka upande huu. Okay. Kisha ukazungushia, kama ni tai au ni kitambaa uko nacho kisafi au ni nguo yake, kufanya ule mguu au mkono unyooke. Okay. Lakini kama ni mguu, unaweza pia kuiweka miguu yote pamoja namna hii, kisha ukaufunga. Mguu huu utatumika kusaidia huu mwingine. Okay. Na mnaweza mkumbeba na kumfikisha eneo la kutolea huduma ambao ni kituo cha afya. Okay. Kwa kama tutafuata kanuni hizi, ndio. Ya kwanza ikiwa ni usalama. Ya pili ikiwa ni kufuata huu mlolongo ABCDE. Okay. Airway ambao ni njia ya hewa. Ndiyo. Breathing ambao ni upumuaji, kuhakikisha anapumua. Circulation, kuhakikisha hakuna damu inatoka. D, kuangalia kama ana ulemavu wote ambao ameupata wa ghafla au analalamika kuhusu dalili za ulemavu, lakini mgonjwa wa majeruhi tunajua kwamba tunachukulia kwamba ameumia uti wa mgongo, tumsaidie. Okay. Ili asipate ulemavu wa kudumu. Ndiyo. Na hapo kwenye kuangalia kama E ambao ni exposure, kuangalia kama kuna mahali mkono au mguu umepinda isivyo kawaida, kuweza kunyosha. Okay. Na kuweza kuufunga. Okay. Tukishamaliza hatua hizi, ndiyo, tunafuata hatua nyingine ya kufanya maamuzi. Okay. Kumbuka unapotoa huduma hii ya kwanza tulisema usalama, kisha ABCDE. Hii hata kama pembeni yako kuna mtaalamu wa afya, pembeni yako kuna askari, pembeni yako kuna
kuna mwananchi, kuna mtu yeyote, dereva aliyegonga, chote kilichotokea, usijali. Jiamini na toa hiyo huduma. Ndani ya muda mfupi huyu mtu anaweza kusaidia uhai wake. Ndio. Tusipofanya hayo, yawezekana ukamsaidia, ukambeba upesi upesi, ukampakiza kwenye chombo kingine, ukakimbiza hospitalini. Akifika pale wanakuambia ameshafariki tayari. Unasema tulipombeba alikuwa yuko hai. Ni kweli alikuwa hai, lakini hivi vitu vitano kama huko vizingatia, inawezekana akapoteza maisha njiani. Kwa hiyo ukisha vifanya tayari na kujihakikishia sasa mgonjwa wangu au majeruhi yuko vizuri, then ndo unawaza sasa, nampeleka wapi? Unafanya uamuzi. Nampeleka wapi? Kituo cha afya kilicho karibu ni wapi? Natakiwa nitoe taarifa wapi? Sijatoa taarifa polisi, hakuna polisi amefika hapa. Unaweza ukamwomba mwenzako au mwenyewe ukatoa taarifa polisi kwa kupiga ile namba ya polisi. Ili wakifika pale taratibu nyingine ziendelee. Pale ambapo umeamua kumpeleka, zamani ilikuwa inaaminika lazima upite naye polisi kwanza, lakini sasa ukipita naye polisi anaweza akapoteza maisha. Inashauriwa mpeleke kituo cha afya kilicho karibu. Pale wataanza kumpa huduma, watamtundikia drip, watampa dawa za maumivu, watafanya huduma nyingine zote, watamshona na vitu kama hivyo. Lakini ukifika pale, tunaomba pia mtu wa jamii uliyetoa huduma nzuri kabisa, kamilisha huduma kwa kutoa ushirikiano. Watumishi wa afya pale wanaweza akakuuliza, mmetokea naye wapi? Eleza mahali ambapo umetokea. Nini kimetokea? Eleza ambacho kimetokea. Wataanza kumpa unafahamu majina yake. Kama unafahamu majina yake, hata kama ni ya mtaani, sema mimi namfahamu huyu mtu, huwa anaitwaga Mbabe, huwa anaitwaga Bwashe. Inasaidia hata kama atafariki au atakuwa hajitambui, angalau ile taarifa watumishi walionayo inaweza ikasaidia kujua ndugu zake na jamii yake. Lakini yale maswali unayoulizwa, umepita polisi au una PF3, ndio lugha rahisi ambayo tunaulizaga. Una PF3, usione kama anajaribu kukutupia mzigo au kukushitaki au kutokuthamini ile huduma ambayo umetoa. Hapana. Lengo ni kujaribu kuona taarifa zimetolewa kwa mamlaka husika. Kama hazijatoa, anaweza akashauri mtu mmoja basi aende hapo polisi atoe taarifa. Au wao wenyewe wanaweza wakawa na namba ya askari wakampigia, kwamba kuna majeruhi yameletwa hapa, tunaambiwa ajali imetokea eneo fulani. Polisi wakaanza kwenda kule na wengine wakaja pale kwa ajili ya kumwona mtoa yule majeruhi. Kwa hiyo kutoa ushirikiano ni jambo la muhimu sana. Hata kuna watu wengine wanakuambia mnaniuliza wakati mimi nimetoa tu msaada. Ndio, tunashukuru umetoa msaada, lakini usipotuambia ulipompata, hata sisi tutamsaidia, lakini sasa anawezekana akachukua muda mrefu sana kupona. Kuna watu wengine tumekuwa tunashuhudia mahospitali, hata Mawenzi wanasema, tumeshuhudia Moi, Muhimbili Orthopedic, ile institute pia wanatoaga taarifa. Gonjwa amekwenda pale, ni majeruhi, wamemtibu, lakini neva za fahamu zinachukua muda sana kurudi katika hali yake. Unakuta hajitambui, hatambui nyumbani kwao ni wapi. Sasa kama haukutoa taarifa za kutosha, unakuta sasa ndio anaanza kutangazwa kwenye mitandao ya kijamii na kwenye magazeti kwamba tunamtafuta huyu ndugu zake. Wakati ungetoa taarifa, ingewezekana ikawa ni mahali pa kuanzia. Tukatafuta mwenyekiti wa eneo lile kupitia idara ya ustawi wa jamii. Tafuta mwenyekiti wa eneo lile, tafuta kiongozi wa eneo lile, ndugu zake wakapatikana, akapata huduma stahiki. Ndio. Asante sana kwa maelezo mazuri. Naamini watazamaji wa Gift Online TV watakuwa wamepata njia, wamepata uelewa. Sasa turudi kwa upande wa polisi barabarani, pindi ambapo ajali inatokea. Wewe kama polisi unashauri nini katika ile jamii inayozunguka ama wale mashuhuda wanaokuwa wanashuhudia ajali hiyo? Asante sana. Dunia sasa hivi imekuwa utandawazi mkubwa. Ninaamini kwenye watu 3 4, mmoja wapo lazima atakuwa na namba ya askari. Aiza awe rafiki yake, ndugu, ama asipokuwa na namba ya askari, kuna mmoja wapo atakayekuwa na namba ya daktari yeyote. Anaweza akatoa taarifa. Ndio. Sisi tunachotaka ni kuokoa maisha ya yule aliyepata ajali eneo husika. Haijalishi amedondoka kwenye mti, haijalishi nyumba inaungua moto, haijalishi ni ajali ya barabarani. Kile chochote ambacho kimeshaitwa nini? Ajali. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anaweza akapata ajali akiwa nyumbani kwake. Sasa ni namna gani wewe kama ukiwa nyumbani unaweza kumsaidia yule mtu aliyepata ajali kabla ya kufika hospitalini? Nia na mazumuni ni kuokoa uhai wake kabla na baada anapofika hospitalini. Sisi kama jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani,
hususan dawati letu hili la elimu kwa umma ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anakuwa na elimu hii ya usalama barabarani na kwa namna gani anaweza akamsaidia mtu pindi anapopata ajali. Kwa sababu gani nasema hivyo? Wapo ambao wanakuta kwamba gari imekwama mahali, anasubutu kusimama kufunga ile gari ili waitoe katika eneo lile. Vivyo hivyo tunavyofanya katika kuokoa kile chombo, tufanye vile vile kwa majeruhi ambaye anapatikana eneo la ajali. Sio tunafika eneo la ajali basi tunakunja mikono tunasubiri polisi waje. Tunakunja mikono tunasubiri gari ya ambulance ifike. Tunakunja mikono tunaanza kupiga picha. Tunaanza kukusanya matukio ambayo pengine hata hayana maana. Ndio tunaanza kushawishiana, badala ya kumsaidia majeruhi tunaanza kushawishiana kuchoma gari moto, kuharibu gari au kuharibu pikipiki au kutorosha kielelezo cha ajali. Hiyo vimekuwa vingi na jamii ndio hivyo imejizoelea utamaduni wa namna hiyo. Sasa sisi tunataka jamii sasa iepukane na zana hiyo kwamba kutorosha chombo kilichosababisha ajali wao wakiamini ndio dawa. Hiyo sio dawa. Tunamwacha majeruhi pale, pengine mguu umevunjika, damu nyingi inavuja pale. Pengine ameumia kichwa, damu nyingi inavuja pale. Ni namna gani sasa? Ndivyo kama alivyoelezea daktari, tukifuata zile kanuni A, B, C, D, E. Tukizifuata zile, ninaamini kabisa tutakuwa tunaokoa maisha mengi ya watu barabarani kuliko ile kusimama tunaanza kujichukulia sheria mkononi, tunaharibu kile chombo, tunashambulia kile chombo, tunaleta madhara mengine, kitu kingine ambacho hakukitarajiwa. Na sisi tunaamini kabisa ajali inapotokea barabarani ni kitu ambacho kinaleta hofu na shock kubwa kwa jamii. Kwa sababu ni kitu ambacho kinatokea pasipo kutarajiwa. Yaani ajali inatokea tu, unatembea zako, unashangaa unafika njiani unakuta mtu amegongwa au anagongwa mbele yako unashuhudia. Kwa hiyo kile kitendo cha kutokea tu lazima na wewe moyo wako upasuke. Lazima upate pressure kubwa. Kwa hiyo unaweza ukakuta yani umefanya kitu kingine ambacho ulikuwa hukitarajii kabisa kukifanya. Kwa hiyo tunataka sasa tuepukane na zana hiyo. Ndio mwanzo kabisa daktari alisema kwamba hautakiwi kupaniki. Hautakiwi kuwa na jazba. Uwaze kwamba hii ajali imetokea. Ni namna gani naweza nikamtoa yule mtu pale kutoka barabarani kumsogeza pembeni mwa barabara nimhudumie. Ndio maana unakuta hata ajali nyingine zinapotokea barabarani yule mtu anaweza akagongwa na gari zaidi ya 3-4 zikiwa zimefuatana. Ni kwa sababu kama hizo tunamwacha yupo kwenye mazingira kama yale, alafu kile chombo kingine kinakuja na yeye hajui au hana taarifa kwamba kuna ajali pale, hajachukua tahadhari na yeye anafika pale anamgonga tena yule mtu. Kwa hiyo yani tunafika pale tunaanza kuokota, kichwa kipo huku, ubongo upo huku, sijui mkono upo huku, sijui kitu gani kiko huku. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaleta shock kwa jamii. Kwa hiyo sasa kutokana na elimu hii tunaoendelea kuitoa, dawati letu la elimu la usalama barabarani pamoja na dawati la elimu la hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kilimanjaro, hospitali ya Mawenzi, tumeamua sasa na daktari kujikita zaidi kwa jamii kuhakikisha kwamba inakuwa na uelewa mpana kuhusiana na masuala mazima ya usalama barabarani na nini huduma ya kwanza. Ndio maana unakuta sasa askari barabarani kuuliza kwamba first aid kit iko wapi? Magari haya yote yanayotembea barabarani, haijalishi ni pikipiki, haijalishi bajaji, haijalishi magari makubwa ya mizigo ama ya abiria, yanatakiwa kuwa na kiboksi cha huduma ya kwanza. Kwa sababu kadri unavyotembea hujui wapi unaweza kupata changamoto na hujui unaweza kumsaidia nani au nani akaja akakusaidia wewe. Asante. Mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii leo. Kwa yote ambao tumeyasikia, tumeelekezwa, basi tuyafanyie kazi katika kuhakikisha tunaokoa maisha ya kwako binafsi, lakini pia maisha ya watu wengine pale unapokutana na ajali barabarani. Na mimi nipenda kuwashukuru sana daktari pamoja na afisa jeshi la polisi kwa kuzidi kutoa elimu kuhakikisha usalama unapatikana kwa kila mmoja, kwa kila Mtanzania. Niwatakie asanteni sana, karibuni tena Gift Online TV. Asante sana. Sina la ziada, nikutakia wakati mwema mtazamaji wa Gift Online TV. Asante.